الحمد لله الذي يقبل العمل الصالح ويرفعه ويضاعف الأجر لأهله ويمنحه. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل من عباده الطاعة إذا أخلصوا ويثيبهم عليها إذا أحسنوا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من عبد الله وتقرب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu yangu Muislamu, na kuhusia wewe pamoja na kuhusia nafsi yangu kushikamana kumcha pamoja na kumtii al-haqu subhanahu wa ta'ala. Baada rihlatina ar-ra'i'a لأداء عبادة الصيام على أفضل وجه، نحن الآن في المراحل الأخيرة من الثلث الأخير الباقي في رمضان. Ndugu zangu, tufahamu ya kwamba baada ya safari yetu ndefu ambayo tumeanza tokea mwanzo wa Ramadhani, na tukapata taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa afya, uzima, na tukafunga mpaka leo tukafikia hapa, ni jambo la kumshukuru Rabbul Izza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi sasa tumebakisha thuluthi ya mwisho ya Ramadhani ya kufanya ni haya yafuatayo. Ndugu yangu Muislamu, jambo kubwa la kufanya kwa wakati wa sasa, kwanza tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya na uzima, kama alivyotuwezesha katika masiku yaliyopita, atuwezeshe tena katika 10 lililobaki. Ni wajibu wetu kuitikia amin. Pili, jambo kubwa ambalo tutakiwa kuwa nalo ni mafunzo ya wanafunzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakale wetu, wazee wetu, waalimu wetu. Ilikuwa yakifika masiku kama haya wanawaambia nini watu wao? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yeye alikuwa ikifika masiku kama haya katika ukhalifa wake na maswahaba wengine wote, basi yeye alikuwa akiwahamasisha watu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya masiku yaliyopita na siku iliyobaki na masiku yaliyobaki, Mwenyezi Mungu atupe kabuli katika matendo yetu yote tuliyoyafanya. Hili ni jambo kubwa ndugu yangu. Sahaba huyu na wenzake kama tutakajiona na tabi'iyul jalil walikuwa wakiwaambia watu wao maneno haya kwamba tumeilisha watu, tumefuturisha watu, tumefanya ibada mbalimbali, na bado masiku yamo ndani ya Ramadhani. Ikiwa leo ni katika juma letu la 3 ndani ya Ramadhani, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hutuba yetu ya leo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo ambalo tutakiwa tuliombe zaidi kuanzia leo na masiku yaliyobaki ni kabuli, ni kupata kabuli katika matendo yetu yote tunayoyafanya na yaliyobaki katika masiku yaliyokuwa yamebaki. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa yakhsha adama kabuli ibadati, alikuwa anaogopa
kutokukubaliwa ibada zake, raghma jitihadihi alkabiri fiha, ingawa alikuwa na jitihada kubwa katika Ramadhani kama hivi. Wayaqul, akiwaambia watu wake, lau a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahida latamannaytu almauta, lau kwamba ningelijua mimi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanikubalia hata sijida moja tu, asema Saidina Umar radhiallahu anhu, lau kwamba ningalijua Mwenyezi Mungu kanikubalia hata sijida moja tu, la tamannaitu almauta, ningetamani kufa muda ule ule, kwa sababu tayari najua kwamba Mungu wangu amenikubalia ibada yangu katika niliyoyafanya. Na Saidina Ali radhiallahu ta'ala anhu akiwaambia watu wake katika ukhalifa wake, kunu liqabuli al-amali ashadda ihtimama min al-amali nafsi, akiwaambia watu wake, kunu liqabuli al-amal, kuweni katika kukubaliwa matendo, kuweni katika kuomba kukubaliwa matendo, ashadda ihtimama, ni wenye bidii mno, min al-amali nafsi, kuliko utekelezaji wa tendo lenyewe. Ani pale unaposwali kama leo aljumaa ya leo, tumepata bahati ndugu zangu, tumekuja katika msikiti kama hivi, tuna afya njema. Siku kama ya leo, aljumaa iliyobakia ndani ya Ramadhani ijayo, huo ni uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilmu yake pekee ndio inayojua. Ni wajibu wa kujinyenyekeza na kuomba kabuli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akawa anasema Sayyidina Ali radhiallahu anhu, wa karrama Allah wajha, alam tasma'u qawla Allah ta'ala, hivi jamani hamjasikia kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vingine Allah anawakubalia wacha Mungu. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin ya Rabb. Ndugu yangu Muislamu, masiku umri kupata vipawa kama hivi si kila mtu anaweza akapata. Mavuno ya Mungu yanaweza yakaingia muda wote, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akachagua kwamba ni mmoja katika ambao watakao kuwa mbele yake, ni mmoja katika wale ambao tayari wanalazimika kulala chini ya mchanga wa ardhi. Ni wangapi wamelala chini ya mchanga wa ardhi kutokea Ramadhani imeanza mpaka leo? Na ni wangapi tuko salama mpaka leo? Tukisujudu katika sijida zetu, tukiomba katika dua zetu, tukifanya ibada katika masiku yaliyobaki, omba dua zako zote, lakini mwambie Mwenyezi Mungu, nikubalie matendo yangu haya ninayoyafanya. Haya ni maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maelekezo ya Allah mwenyewe, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, ni maelekezo ya wakale wetu, wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu ni moja katika tabi'iyul jalil. Yeye anasema, inna Allah ja'ala Ramadhana mizmaran li khalqi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya Ramadhani hii kwamba ni kama uwanja wa viumbe vyake. Hii Ramadhani kaiweka kana kwamba ni uwanja wa viumbe vyake, yastabiquna fihi, wanashindana hao viumbe vyake, tena walio wacha Mungu wanashindana kwenye uwanja huo, bitaatihi, katika kumtii Mungu, ila mardhatihi, kwa kupata radhi zake. Fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharuna fakhabu, katika uwanja huo wa mashindano wako ambao wamefuzu, wameshinda, fafazu, wakafuzu. Allahumma ja'alna minhum. Na katika uwanja huo wa Ramadhani wako ambao khabu, takhallafu, fakhabu, wamebaki nyuma, wameshindwa, wakakosa mafanikio. Mungu asitujalie kuwa katika hao. Sijida zetu, ibada zetu, yote tunayoyafanya ndani ya uwanja huu,
uwanja huu wa kheri, uwanja wa mashindano ya kheri. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni katika walioshinda. Ndugu yangu Muislamu, Abu Darda, mwanafunzi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asema la an a'lama anna Allah qad taqabbala minni salatan wahida ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kule kujua kwamba Mungu kanikubalia swala yangu moja tu, hilo ni jambo la pendeza kwangu kuliko dunia na vitu vyote vilivyo katika dunia. Ndugu yangu Muislamu, kubwa la leo tunalotaka kuondoka nalo ni kabuli. Mwenyezi Mungu atujalie, atukubalie matendo yetu. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina fi ramadana wa ba'da, innaka antas sami'ul alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. qulu jami'an nastaghfirullah. alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصيصا منهم ذي الأصل العريق سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعل أمورنا بأيدي أخيارنا ولا تجعله بأيدي أشرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن وسائر أعمالنا في هذا الشهر المبارك، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين في رمضان، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا لما تحب وترضى، وبلغنا رمضان مرات عديدة وأعواما مديدة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك القبول في الأعمال، اللهم إنا نسألك القبول في الأعمال، اللهم إنا نسألك القبول في الأعمال والثبات على الطاعات والإخلاص في النيات والفوز بالجنات والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم تقبل منا ما قدمنا، اللهم تقبل منا ما قدمنا في هذا الشهر المبارك، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والقبول في الدنيا والآخرة، وارزقنا حسن الختام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك.
وتقبل منا ما قدمنا من الطاعات والعبادات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من إحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علينا واستضعافهم إيانا. اللهم اجعلنا في حرز مني وحسن حصين من جميع خلقك حتى تبلغنا آجالنا معافى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأتم وأكبر. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.